Africans dhidi ya Cosmopolitan. Umeona namna ambavyo Cosmo ni timu ambayo imekuwa na ushindani mkubwa. Lakini juzi Simba tumecheza na wale Green vijana kutoka Bukoba. Umeona pia wamekuwa na ushindani mkubwa. Leo hii unapokwenda kuzungumzia mashindano ya FA yamemleta msisimko mkubwa. Yamekuja kuonyesha namna gani Tanzania tuna vipaji na tuna timu ambazo zina ushindani mkubwa. Leo hii ukienda kuzungumzia Cosmopolitan ni timu kubwa kwa jina, lakini si timu kubwa katika uasilia kwa sasa, kwa sababu historia ya Cosmopolitan ndio timu ya pili kuchukua ubingwa toka ligi kuu ianzishwe kwa maana ya Tanzania bara 1965. Ukiachia Simba 65, 66, basi 66, 67 unakuja kuitaja Cosmopolitan. Lakini Cosmopolitan ile soko Cosmopolitan ya sasa. Lakini hii ya sasa japokuwa haina uwekezaji mkubwa, lakini mimi naamini imekuja kuonyesha ushindani mkubwa kwenye pitch. Kwa hiyo niwapongeze sana wadhamini wa mashindano CRDB, wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi nzuri. Kikubwa tuombee na tuwape ushirikiano ili kuona namna ambavyo wanafanya uwekezaji mkubwa sehemu nyingine muhimu. Lakini katika kuwekeza kwenye mashindano haya ya FA, mimi naamini kwamba timu zimekuwa na upinzani mkubwa, nikuzipongeza. Baada ya hapa mnyama, kituo kinachofuata ni Dodoma. Kabla ya Dodoma Jiji anaanza kucheza dhidi ya Tanzania Prison, kisha Dodoma pale wanamalizia na Dodoma Jiji. Baada ya hapo watavuka maji kuelekea kucheza mchezo wao wa dabi dhidi ya Young Africans. Tutarajie zile hasira za michuano ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kutolewa kwa mnyama Simba. Ndio hasira ile inakuja kwa tuseme hasira hiyo inakuja kuwadhibei watu wengine ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kwanza naamini mwandishi kaa ukijua kwamba Simba tucheze mpira kwa hasira. Simba tunapoingia kwenye mashindano kwa ukubwa wetu, dhamira ya kwanza kuona namna ambavyo tunakwenda kufanya vizuri. Lakini kabla ya kufanya vizuri, nia kubwa kuiona timu inakwenda kuchukua ubingwa. Target ya Simba mwaka huu ilikuwa kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tayari kule tumeshafeli. Leo imebaki FA na imebaki NBC. Kwa hiyo kubwa kama Simba kwa kisha unafanya vizuri kila mechi, mwisho wa siku kwenda kwa mabingwa wa FA na NBC. Kwa hiyo kubwa kila mechi tunaamini kwenda kupambana, kwenda kupata matokeo mazuri. Naamini kama ulivyosema tarehe 22 tutakwenda kucheza na Tanzania Prison, na tarehe inayofuata nafikiri 24, 25 tutakwenda kucheza, 23 tutakwenda kucheza na Dodoma Jiji. Zote ni timu ngumu. Zote ni timu nzuri na zote tunaziheshimu. Lakini hatuziogopi. Tunaziheshimu lakini hatuogopi. Moja, heshima kwa sababu taratibu na kanuni ambazo Simba tunazo ndio ambazo wao wanazo kwenye ligi ya NBC. Na tunaziheshimu kwa namna ambavyo performance yake tunavyoziona. Lakini tunakwenda na nia madhumuni kuhakikisha tunachukua pointi 6 Dodoma ili kuwekea mazingira mazuri kuelekea kwenye ubingwa wa ligi ya NBC. Maana yake mazingira mazuri kwenye ligi ni kupata matokeo kila mchezo. Leo hii kuna watu wanaamini wao wanasema tunakwenda kulipa visasi, tunawataka waje. Sisi tunapanda ngazi moja, tunakwenda nyingine. Tunatoka moja, tunakwenda nyingine. Mwisho wa siku tunaamini kila timu ambayo inashiriki kwenye ligi ya NBC tutakwenda kukutana nayo. Muogopa. Hakuna timu ambayo sisi tunaiogopa kwenye ligi ya NBC. Isipokuwa kuna timu zote ambazo kwenye ligi ya NBC tunaziheshimu kama timu nyingine. Nikoi tuzungumzie hapa kwa kidogo tu, lakini ukiangalia Simba umezungumzia kwenye michuano ya kimataifa hamkufanya vizuri. Lakini katika ardhi ya Tanzania wawakilishi walikuwa timu 4. Timu nyinginezo zikashindwa kufika kwenye kule hatua ambazo zilikuwa zinahitaji kwenda, nikiwa na maana hatua ya robo finali. Wengi wakazua mjadala na wengine wakasema ya kwamba wana haki ya kusema ya kwamba Simba ndio timu kubwa kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu wanapokwenda Simba timu zingine huwa zinafanya nini? Zinafuata. Dhahiri nikikumbuka kwenye data yangu, Young Africans kwenda robo finali dhidi ya Mamelodi Sundowns, Simba alifuzu kwenda kucheza mchezo wa robo finali. Simba ameferi kwenda kwenye robo finali, kuna baadhi ya timu zingine zimeferi. Ni dhahiri Simba ni timu kubwa Mikoi. Ni kweli. Hili wala halina ubishi. Unapokwenda kuzungumzia Simba unakwenda kuzungumzia klabu kubwa katika bara la Afrika. Hata Waafrika wenyewe wanajua baadhi yao kwa ukubwa wa klabu ya Simba. Lakini niseme jambo moja tu. Timu 4 zimekwenda kushiriki katika mashindano na leo la shirikisho la soka barani Afrika. 2 zimekwenda shirikisho, 2 zimekwenda Champions League. Hazikufanikiwa kuingia tu. Na hizi zote timu 4 zimefanikiwa kufika katika hatua ya makundi.
sio? Ukija katika uhalisia, zote nne hazikufanya vizuri kutoka hatua ya makundi kwenda robo finali. Lakini cha kwanza katika timu ambayo tunastahili kuipa pongezi, Azam Football Club. Tuwapongeze Azam. Ndio. Japokuwa ni timu ambayo ni ndogo, lakini ndio timu ambayo ilofanya uwekezaji mkubwa kwa FA. Matunda ya uwekezaji yameonekana. Azam ndio timu pekee katika mashindano ya kafu mwaka huu kutoka Tanzania au Afrika Mashariki na Kati ndio iliyokusanya pointi nyingi kuliko ni timu nyingine yoyote. Hapa Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake peni. Lazima tuwapongeze Azam Football Club kwa kazi kubwa na kazi nzuri walifanya. Azam wamefanya vitu vitatu kwenye timu yao mwaka huu. Ukiachia kwa management ambayo iliyokuwa bora, lakini Azam ndio timu pekee ambayo lazima nikiri, ukiachia Simba timu yangu, Azam ndio timu ya pili ambayo imefanya kwenda kufanya usajili uliokuwa mzuri. Ukiachia timu yangu Simba, lakini timu ya pili iliyoleta technical bench iliyokuwa bora hivi sasa kwenye bara la Afrika, nazungumzia Azam Football Club. Na mabadiliko kwenye technical bench waliofanya kumleta mwalimu mkubwa katika bara la Afrika Ibenge imekwenda kuwalipa Azam. Lazima niseme, nikikaa huwa napata mashaka namna ambavyo ninavyoangalia Azam. Naamini siku hadi siku Azam anakuwa mshindani mkubwa na mshindani wa kweli kwenye ligi ya NBC. Leo nenda kaangalie performance ya Azam katika mashindano ya CAF. Ndio. Kwa hiyo unapokwenda kuzungumzia mashindano ya kimataifa mwaka huu, japokuwa timu zetu hazijafanya vizuri, lakini tuna haki ya msingi ya kuupongeza Azam kwa namna ambavyo performance na hatua ambayo walifanyaje waliofikia. Tuwapongeze wakurugenzi wa Azam. Mzee wangu, baba yangu Abubakar wanafanya kazi kubwa. Popat anafanya kazi kubwa. Yusuf anafanya kazi kubwa. Mimi naamini wakiendelea kushika kamba hii ambayo walioishika, Azam ana miaka miwili anakwenda kufanya vitu vikubwa sana kwenye ligi ya shirikisho barani Afrika. Azam anaenda kufanya makubwa sana kwenye mashindano ya kimataifa. Hilo unaliona pasina shaka. Yes. Na mimi nawaombea baada ya sisi Simba basi awe Azam Football Club. Ila majirani zenu walioga lakini mjini hawakwenda. Na watu waweza kwenda kwa timu ile takriban miaka 10 ijayo ndio napangia wanaweza kwenda robo finali. Ni kweli. Huwezi kwenda robo finali kwa aina ya makocha ambao Dar es Salaam Africans wanao. Huwezi kwenda robo finali kwa aina baadhi ya wachezaji Yanga wanao.